akihusiani na ufalme wa Mungu. Kila kitu tunachofanya kama watu wale inafaa kuwa inahusisha moja kwa moja ufalme wa Mungu. Kwa hivyo kila kitu ambacho tumeweka mioyo yetu kikifanya ambacho akihusu ufalme wa Mungu, akihusu mapenzi ya Mungu, basi hakina umuhimu kwa Mungu. Halo. Sababu ya Mungu kuweka katika hiyo kazi unaofanya ni ili kwamba kupitia maisha yako watu waone Mungu, ufalme wa Mungu panuke. Watu labda kuna mtu ataokoka, Mungu anatumaini kwamba kuna mtu ataokoka. Labda kuna mtu atakuwa na mtazamo tofauti kwa hao marafiki zako, kwa hivyo vikundi, kwa mahali pote ambapo umejihusisha kimaisha. Mungu anatumaini kwamba labda kuna uwezekano, kuna tumaini ya kwamba mtu ataona tofauti ama ushawishi wa Mungu ndani ya maisha yako, basi ashawishike kubadilika. Nasi tumelifanya zile vitu ambazo Mungu ameweka katika maisha yetu kana kwamba zikae kama miungu. Halo. Kazi zimekuwa miungu, mili imekuwa miungu, pesa zimekuwa miungu, kila kitu imekuwa miungu. Kwa hivyo kila kitu imekuwa muhimu except kile kitu ambacho ni muhimu kabisa ndio kimekuwa kana kama si muhimu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu alikuumba ili ukawe mwana katika ufalme wake. Na mwana katika ufalme wa Mungu ni kumaanisha ana nguvu, ana uwezo na mamlaka kuliko malaika, makerubi na maserafi. Zaburi 8 inasema kwamba Mungu akatuweka chini kidogo yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ule gavana wa kwenye mlipigia kura, hata kama alianguka mwenye ulipigia, ule mwenye alipita, zile sheria ziko kwa ile ofisi yake ni zile sheria zile za Ruto. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yeye ni gavana wa Kale County, alafu kuja na sheria zake, akasema sasa hizi ni za hii kaunti yangu pekee. Yeye anapokea maagizo kutoka kwa Ruto. Kwa hivyo administration yake ni kuhusiana na zile sheria ambazo anapokea kutoka kwa mkubwa wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo na sisi tulikuwa wana wa Mungu, tutakuwa kama wakuu katika territory ambazo tuna represent, lakini tutakuwa tunafuata yale maagizo ya Mungu. Sheria ni zile za Mungu, matakwa ni yale ya Mungu. Haleluya. Njia ya Mungu haijabadilika, sheria ya Mungu haijabadilika. Matarajio ya Mungu kutokana na maisha yetu ni yale aliyosema katika manabii, ndio yale anayokusudia kwamba ataweza kuyaona katika kizazi hiki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anauliza, ni nani atakayekwea mlima na kufanya maskani yake katika kilima cha Bwana? Ni nani? Ni nani atakubali kujitenga na ulimwengu? Ni nani atakubali kujitenga na udhalimu? Ni nani atakubali kujitenga na ufisadi? Ni nani atakubali kujitenga na uvivu? Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu kinaitwa upuuzi ama ignorance ndio silaha ya shetani kinyume na maisha yetu. Anajua ndugu fulani ni mwana wa Mungu kulingana na katiba ya mbinguni, lakini kwa sababu ni mpuuzi, afanye kila ambacho anapaswa kufanya, shetani anakuwa na nafasi ya kuja kumvamia. Shetani anakuwa na nafasi ya kuja kumpatia maisha ambayo afai kuyaishi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakutuita kukaa katika maisha ya anasa. Unajua watu confuse baraka na anasa. Halo. Kila mtu anapenda kubarikiwa. Ndio maana kanisani siku hizi tuko na ushuhuda fani. Haleluya. Ule rafiki yako mlisoma naye shule, akija kukutana naye amua kubariki 10,000. Unasema, Mungu, nimemuona Mungu, nimeona mkono wa Mungu." No.
hiyo kwa ufalme wa Mungu ina umuhimu gani? Haleluya. Maandiko yanasema katika Luka 15:7, ni furaha iliyoje mbinguni kwa mtu mmoja anapookoka na kuacha dhambi kuliko 99 ambao hawana hitaji ya kutubu tena. Ni furaha iliyoje. Mungu anatamani sana kuvuna nafsi. Mungu anatamani sana watu watakao kuwa na dhamira ya kupanua ufalme wake. Hii ndio sababu ilimfanya akaumba mwanadamu, ili kwamba ufalme wake ukapate kupata mizizi katika dunia. Maana Mungu ni roho. Hakuna roho inakubaliwa kukaa katika dunia hii. Na ndio maana shetani alipotaka kwenda kuongea na Adamu na Hawa, alitumia mnyama. Angeenda akiwa spirit. Hakuna spirit inaruhusiwa kufanya mabadiliko kwa hii dunia. Yaani inaweza tembea lakini haziruhusiwi kufanya operation hii except kupitia mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu akitaka kuleta mabadiliko kwa kijiji, kwa mtaa huu, atainvest Roho Mtakatifu ndani mwako. Kwa hivyo Roho Mtakatifu atakufanya uanze kutenda vitu kama mtu ambaye ana hekima ya kimbingu. Kwa hivyo baada ya muda utaanza kuona mabadiliko. Ikiwa wewe ni mhudumu, Mungu atasababisha uanze kuongea, kuzungumza ama kuhudumu kwa njia ambayo ni ya hali ya juu. Mungu hatakuja kuhudumu alivyo Mungu mkuu hivyo, hawezi kuja akahubiri. Maana ulimwengu huu hakuruhusiwi kuwa na maroho kufanya kazi peke yake, isipokuwa ziingie ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu akitaka kuleta mabadiliko, na kweli haswa kuna mambo mengi sana Mungu angependa kubadilisha. Kuna mambo mengi sana ambayo Mungu hapendezwi na jinsi yanafanyika. Halo, Mungu anauliza, ni nani basi ataukwea mlima wa Bwana na kupafanya maskani yake? Ni nani atakwea? Ni nani anataka kukamilisha kila ambacho ni azimio la Bwana? Ni nani atakaye kusudia kumpenda Bwana? Ni nani atakaye kusudia kufanya kazi ya Bwana kwa ajili ya ufalme wa mbinguni? Daudi anauliza, ni nani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo shughuli za Mungu katika ulimwengu huu zinakuhitaji wewe, zinanihitaji mimi. Sahau na shughuli zako, sahau na matatizo yako, maana ni matatizo yako hasa, si matatizo. Matatizo yako ni vigezo ambazo shetani ameweka kwako ili ukose sababu za kutosha za kufanya ama kukamilisha kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Matatizo ambayo labda unayaona ni vigezo ambazo shetani amekuwekea usiweza kutimiza kusudi la Mungu. Wakati tumeanza kutimiza kusudi la Mungu, tunaanza kuwa na mabadiliko. Mungu anaanza kunyoosha kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo huu ni wakati wa kubadilisha mtazamo. Huu ni wakati wa kugeuka. Huu ni wakati wa kuangalia ni nini